Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 9 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Alhamis. Nikualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Samia aeleza mikakati uchumi wa Mwanza, zima fursa za SGR, viwanda vya pamba kufufuliwa, maji ya maziwa kuboresha kilimo, Ukerewe kunemeka tiba. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dr. Mwinyi, vijana kataeni siasa za chuki, ahimiza kulinda amani, ajivunia maridhiano, akabidhi wakulima wa karafuu hati za mashamba. Habari katika ukurasa wa 3. ACT Wazalendo Zanzibar taja misingi ya ilani yao. Habari katika ukurasa wa 19. Bandari ya Tanga yasafirisha mizigo kwa reli. Habari katika ukurasa wa 7. Uwekezaji wa serikali wafikia trilioni 92.3. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mgombea ubunge afa katika ugomvi. Habari katika ukurasa wa 20. Vijana kueni makini msikubali kupotoshwa. Habari katika ukurasa wa 5. CCM yaahidi kulinda umoja wa Tanzania. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. NCCR mageuzi yahimiza amani, yahadharisha vurugu. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni simulizi mauaji ya mgombea ubunge, polisi ndugu waeleza tukio lilivyotokea, 8 washikiliwa wakituhumiwa kwa mauaji, INEC yasitisha uchaguzi. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili, na huku ikiandika tunaomba serikali itusaidie waliohusika na mauaji ya ndugu yetu wachukuliwe hatua kali kwa kuwa wamekatisha uhai wake angali mdogo na alikuwa akitegemewa na familia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Kesi sakata la kutekwa Polepole kunguruma. Habari katika ukurasa wa 3. Samia na sekta 4 nyeti kanda ziwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mwanza, Chama cha Mapinduzi CCM kimeahidi kuendelea kuimarisha sekta 4 muhimu za maendeleo ambazo ni kilimo, afya, elimu, miundombinu, huko kikisisitiza hatua hiyo itafanya kanda ziwa kwa kitovu cha biashara nchini. Tundu Lissu kigogo polisi jino kwa jino kesi ya uhaini. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika wakazi Msumi bado wasota kusaka maji. Habari katika ukurasa wa 6. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele. Bashiru, Dr. Samia ameshinda majaribu, awataka wananchi kujitokeza kumpigia kura kwa kuwa atatuvusha, asisitiza kupitia uongozi wake nchi imebaki moja. Habari katika ukurasa wa 4. ACT Zanzibar zindua ilani ya uchaguzi mkuu. Habari katika ukurasa wa 4. Miradi ya umeme Kitongani hukamilika 2030. REA. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi amejipanga uchumi wa buluu kwa fursa. Habari katika ukurasa wa 4. Majira pia limeandika CUF yaahidi kutokomeza utekaji ikitinga Ikulu. Habari katika ukurasa wa 2. Treni ya SGR Dar Mwanza kutumia saa 8 Dr. Samia. Habari katika ukurasa wa 3. Macron ashinikizwa kujiuzulu kufuatia mgogoro wa kisiasa. Habari katika ukurasa wa 19. Viongozi wa dini wahimiza amani kabla
baada ya uchaguzi. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Fundraising Gala Dinner itakayofanyika tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha walimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika kesi ya Lissu kukinukisha si uhaini ACP ni katika ushahidi uliochukua sura ya mahojiano ya kina, Lissu akimwandama kwa maswali yaliyolenga kupima uhalali wa tuhuma dhidi yake. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2, nukuu ya ACP George Bagiemu ikisema, nina akili timamu, ndio maana afisa wa polisi upelelezi ni mchakato na pia kuna vitu vingi vilihitaji kufanyiwa uchunguzi katika kesi hii. Dr. Bashiru, nchi haiwezi kuvunjwa. Habari katika ukurasa wa 3. Mapya ibuka mauaji mgombea ubunge INEC ya Longa. Habari katika ukurasa wa 5. ACT Wazalendo yaja na ilani inayomulika usawa, haki, muungano. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nipashe limeandika Mwinyi, mawaziri wangu wajao ni wanawake vijana. Habari katika ukurasa wa 5. Mgombea rais aitaka serikali vunje ukimya watu kupotea. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti Mwanahalisi lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Polepole aibua mapya. Ndugu zangu, kupiga kelele dhidi ya mafisadi, majizi, magenge kihuni yanayobagaza, kubananga, kulindinya mustakabali wa nchi yetu. Kupiga kelele dhidi ya mambo hayo ni ibada. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Habari picha inamuonyesha Polepole pamoja na picha mbalimbali nyumba inayotajwa kuwa alikuwa akiishi. Lissu nje shida, ndani mateso. Habari katika ukurasa wa 6. Dili limebuma. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Habari picha ikimuonyesha Salum Mwalimu. Ukikamata nakala yako gazeti Mwanahalisi utasoma kwa undani zaidi. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu lenye limeandika Dr. Samia aweka rekodi kabambe, maelfu ya wananchi jijini Mwanza wafurika uwanja wa Nyamagana kumsikiliza katika mkutano wa kampeni za uchaguzi mkuu. Wasema amedhamiria kufungua mkoa huo kiuchumi kwa kuelekeza miradi ya maendeleo. Tayari serikali imetoa trilioni 5.6. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Mwinyi atangaza fursa kwa vijana. Habari katika ukurasa wa 3. Bashiru azitaja sifa za Dr. Samia. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Samia Mwinyi wameleta maendeleo nchini Nchimbi. Habari katika ukurasa wa 2. Uhuru limeandika ADC ya haidi mageuzi makubwa sekta ya maji. Mgombea urais kupitia chama cha Alliance for Democratic Change ADC Wilson Mulumbe ameahidi kufanya mageuzi makubwa katika sekta ya maji. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 10. Uwekezaji wa serikali ufikia trilioni 92.3. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 11. Uwekezaji uliofanywa na serikali ndani na nje nchi umeongezeka kwa 7% hadi kufikia trilioni 92.29 mwezi Juni. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe katika ukurasa wake mbele habari iliyopewa kipaumbele ni Roro na kuja Yanga. Vichwa sababu kuitosa Simba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Idayo ni Super Strikers dhidi ya Yanga Oktoba 17. Gazeti hili limeandika Simba washusha mtaalamu mwingine kuondoka kwa Fadu Davids na wasaidizi wake. Imefanya klabu ya Simba kuboresha benchi la ufundi, ambapo ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika Ibenge apiga hesabu kali CAF. Sasa kipigwa utamu urejea. Habari katika ukurasa wa 11.
Amorim majanga zaidi Man United, habari katika ukurasa wa 18. Kiwango duni, Man United sasa ina alama 4 pungufu ikilinganishwa na ilivyokuwa msimu uliopita. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 18. Gazeti hili limeandika Ronaldo ampiga bao Messi, habari katika kurasa za ndani. Kufuzu World Cup leo ni Burundi dhidi ya Kenya, mchezo utapigwa saa 10 kamili jioni. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Ndilo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika Heras Karia wachomoza FIFA, rais wa Yanga na mwenyekiti wa vilabu Afrika Hersi Said ameteuliwa na shirikisho la soka duniani FIFA kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano yote ya klabu kwa upande wa wanaume duniani kwa kipindi cha miaka 4. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Fountain Gate ruhusa kusajili, habari katika kurasa za ndani. Ngao ya jamii hapatoshi leo. Gazeti limeandika safari ya Miss Tourism Africa yanukia, habari katika ukurasa wa 21. Gazeti hili limeandika shule ya Atlas kuadhimisha Nyerere Day kwa michezo, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.